Wakatoliki nchini wameshiriki Jumatano ya Majivu hii leo, huku jumbe za kusikiliza, kufunga na kutenda mema zikishamiri. Maelfu ya Wakatoliki na Wakristo wengi duniani wakianza siku 40 za kufunga na kuabudu. Kutwa nzima waumini wa kanisa la Holy Family Basilica hapa Nairobi walifanya misa ya Majivu. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Nairobi, Philip Anyolo, aliongoza misa ya asubuhi akiwahimiza wanasiasa kukomesha siasa za mgawanyiko. Ben Kirui alihudhuria misa hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Kanisa la Holy Family Basilica hapa Nairobi lilikuwa limejaa pomoni. Maelfu ya waumini wakiungana pamoja kwa Jumatano ya Majivu, kuanza siku 40 za kujinyima, kusali na kujihusisha na vitendo vya kuwasaidia wasiojiweza. Na kama ilivyo desturi, waumini walipanga foleni kupakwa majivu tosini, kuashiria mwanzo wa siku 40 za kujinyima na kusali. Awali katika misa ya asubuhi, askofu mkuu wa jimbo la Nairobi Philip Anyolo aliongoza misa hiyo, ujumbe wake ukiwalenga wanasiasa wanaoeneza siasa za chuki na potovu. We want to remind our politicians that they make a country look so muddy because the politics they play is like they are playing in mud. They don't do it correctly. They bring people to that mud so that we are so muddy, we are so ugly, we are so dirty as Kenyans. It has been a very great day, particular for us Catholics. The day is a day of remembrance. It's called Ash Wednesday. It's a day that we all should remember that we came to this earth alive and we will leave this earth. Kwa leo mimi kwangu imekuwa siku mzuri sana. Kwanza ni kusema tangu hii mwaka sikumbuki last nilikwenda church, but for the Catholics it is very important hii Lent season. Askofu mkuu wa jimbo la Nyeri Anthony Muheri akiwarai walio kwenye nafasi za uongozi kutafakari na kutumia nafasi zao kuinua raia wanaowaongoza. So Lent must mean something to all of us. Anyone who is a Christian, let's set aside something to help our brothers and sisters, but above all let us let our soul move towards being more godly. Katika kaunti ya Nakuru, askofu wa kanisa Katoliki jimbo hilo Cleophas Oseso akitoa wito kwa Wakatoliki kuliombea taifa, haswa msimu huu ambapo siasa za uchaguzi mkuu zinachacha. Tungependa kuhimiza zaidi viongozi wetu wa kisiasa kwamba tuangalie zaidi maslaha ya wananchi. Tusianze siasa ambazo zitakuwa ni za kutatanisha, kugombanisha, na siasa za kutafuta nyadhifa tu kwa sababu ya kutafuta nyadhifa, mbali sio kwa sababu ya huduma. Ujumbe wa Papa Mtakatifu Leo wa 14 ukiwa wa kusikiliza, kujinyima na kutenda mema bila kuchoka. Ni kipindi cha kufunga na kuomba, wakati ambapo Wakatoliki na Wakristo wengi duniani wanahitajika kutubu, kuomba na kushiriki katika vitendo vya kusaidia. Ben Kirui, runinga ya Citizen kutoka kanisa la Holy Family Basilica, Nairobi.